Kwa nini lazima nipitie hili? Sio kosa langu. Sikuchagua familia hii wala matatizo yake. Hata sikuchagua kuzaliwa. Ikiwa umewahi kuwa na mawazo haya, pengine unahisi kama kuna jambo lisilo la haki linatokea katika maisha yako, kwa sababu unabeba mzigo wa mtu mwingine, au unalemazwa kwa kuhudumia familia yako, kuwatunza wapendwa wako, au kushughulikia majeraha ya kihisia ya wengine. Allah anaahidi malipo makubwa katika kubeba mizigo ya wengine na kudumisha uhusiano wa kifamilia. Na ikiwa utayapa mgongo yote haya, Allah hatoi ahadi tu kwamba utapoteza thawabu kubwa, bali unaweza pia kupoteza nafsi yako. Ni kweli hatukuomba kuweka katika familia hizi, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyekuchagulia familia yako. Kila familia ina sifa zake za kipekee na mitihani yake ya pekee. Swali ni kama uko tayari kubeba mzigo wa wengine kwa tabasamu au kwa chuki. Nabii sallallahu alaihi wasallam alisema, yeyote anayemuondolea Muislamu mzigo kutoka kwa mizigo ya dunia hii, Allah atamuondolea mzigo kutoka kwa mizigo ya siku ya hukumu. Na yeyote anayesaidia kupunguza ugumu katika maisha haya, Allah atampa raha kutoka kwa ugumu katika maisha haya na katika akhera. Na yeyote anayefunika makosa ya Muislamu, Allah atafunika makosa yake katika maisha haya na katika akhera. Na Allah anashiriki katika kumsaidia mtumishi wake mradi mtumishi wake anashiriki katika kumsaidia ndugu yake. Subhanallah, mara ngapi tunafikiria mtu anatuchosha, na kumbe wao ndio chanzo cha wema wote wa sasa tulionao katika maisha yetu. Wanaweza kuwa wakifuta dhambi za awali tulizozifanya, au kupitia kwao Allah anafungua milango ya baadaye kwetu. Lakini wakati mwingine shinikizo linakufikia na unahisi kama maisha yako hayawi kama ulivyotarajia, kwa sababu ya mizigo unayochukua kuwaondolea wengine. Lakini Nabii sallallahu alaihi wasallam alisema mambo mawili. Aliapa sallallahu alaihi wasallam kwamba sadaka haipunguzi mali, na pia alisema, man sarrahu an yubsata alayhi rizquhu au yunsa fi atharihi falyasil rahima. Yeyote anayetaka riziki yake iongezeke na miaka yake ya duniani iongezeke, anapaswa kudumisha uhusiano wa familia. Hiyo ndio ukamilifu wa amri ya Allah. Hakutumia pesa tu, bali pia ilitumia wakati. Na kama ulivyotumia miaka yako na rasilimali yako katika huduma ya familia yako, Allah anaongeza riziki yako na umri wako kupitia kwao. Inaweza kuwa mzazi unayemtunza, au ndugu anayekutegemea, au matarajio ya wengine juu yako ambayo yanaonekana kama mzigo mzito sana, lakini mzigo huo unaweza kuwa baraka yako kubwa zaidi. Nabii sallallahu alaihi wasallam anatupa taswira hii ya kuvutia sana. Anasema kwamba wakati Musa alayhi salam alipokutana na baba yetu Adam alayhi salam, alimwambia, ya Adam, anta abuna hayabtana wa akhrajtana min aljannati bidhanbik. Adam, wewe ni baba yetu, lakini ulituvunja matumaini na umesababisha tufukuzwe peponi kwa sababu ya dhambi lako. Hivyo Adam alayhi salam akamwambia, ya Musa, Allah alikuchagua ubunge naye moja kwa moja na akakuandikia Taura kwa mkono wake mwenyewe. Je, unanilaumu kwa jambo ambalo Allah alinikadiria miaka 40 kabla hata hajaniumba? Fahaja Musa, fahaja Musa, fahaja Musa. Nabii sallallahu alaihi wasallam alisema mara 3. Adam alishinda hoja dhidi ya Musa. Ngoja, je, tunaamini dhambi la asili? Hapana, hatuamini dhambi la asili, lakini tunaamini kadari ya asili, kwa sababu hakuna hata mmoja wetu anayehitaji kutakaswa kutoka kwa dhambi ya Adam alayhi salam, lakini sote ni mwendelezo kamili wa hadithi. Adam alayhi salam alikuwa akimwambia Musa alayhi salam, angalia, nilifanya dhambi langu, lakini kadari yetu kuwa hapa duniani ingetokea kwa vyovyote. Allah alikusudia uwe duniani, na dhambi langu lilikuwa tu chombo ambacho kilitumika kufika hapa. Na angalia kile Musa alayhi salam anachopata kutokana na haya yote. Jina lake linatajwa mara nyingi zaidi katika Qur'an kuliko binadamu yoyote mwingine. Kwa hakika, mara zaidi ya miaka aliyoishi duniani, mara 136 za kutajwa na Allah katika Qur'an.
hadithi ya kipekee na cheo kwa Allah ambacho hakingewezekana bila kuteleza kwa Adam hadi kuletwa duniani, na ugumu uliowekwa juu yake kupitia Firaun na Bani Israel. Na sio njia moja tu, subhanallah, jinsi Allah pia alivyomtuma Musa alayhi salam na Al-Khidr kurekebisha ukuta wa watu ambao hawakuonekana kustahili kabisa. Kwa nini? Kwa sababu Allah alisema kana abuhuma saliha, walikuwa na baba mwadilifu aliyefariki. Hivyo Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa akimrahisishia kitu katika siku za usoni. Lakini pia tulitangulia na matendo mema ambayo yalitulinda kabla hata tujazaliwa. Inapokuja kwa familia zetu na mzigo tunaorithi ambao tunadhani tunao, au ndugu ambao tunahisi kama daima tunapaswa kuwafanyia zaidi, tambua kuwa mtu mwingine pia alibeba mzigo wako zamani na hukuweza kumlipa. Na huenda kwa wewe kubeba mzigo wa mtu mwingine leo, Allah atakutumia mtu kubebea wako kesho. Iwe ni makosa ya watu kabla hujafika hapa, au watu wanaonekana kukulemaza sasa, au mizigo unayochukua kwa hiari yako kusaidia wengine. Yote ni sehemu ya hadithi yako na msingi wa jambo lingine. Wakati wana Taif walipompiga Nabii sallallahu alaihi wasallam kwa mawe, hakuwatizama wakimrushia mawe, kwa sababu alikuwa amenyenyekea kwa Allah na kujiuliza Allah alitaka kutoa nini ndani yake, kwa kukadiria ukatili wa wageni hawa baada ya familia yake huko Maka kumkataa. Lakini wakati mwingine tunaona mawe tu, matusi, vikwazo ambavyo sheitani anavizidisha. Na tunakubali sheitani atushushe hadi pale anapotaka tuwe chini kama yeye, mbali na Allah, tukilaumu kadari ya Allah kwa kila mtu na kila kitu kingine kwa matatizo yetu. Na mbali na rehema ya Allah subhanahu wa ta'ala, tunaanza kujiambia kwamba tumetumia muda wote huu kuwahudumia wengine, na sasa ni wakati wa kujihudumia mwenyewe. Lakini sio nafsi yetu ya juu, tamaa za nafsi zetu za chini. Na kwa kweli unapoteza nafsi yako. Wala takunu kalladhina nasu llaha fa ansahum anfusahum, usiwe kama wale waliomsahau Allah hivyo walisahau nafsi zao wenyewe. Ni nini uhusiano kati ya kuwahudumia wengine bila chuki na kupoteza nafsi yako bila aina yoyote ya toba? Allah anasema, qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taknatu min rahmatillah, enyi waja wangu waliovuka mipaka dhidi ya nafsi zao, msikate tamaa katika rehema ya Allah. Umepoteza nafsi yako. Badala ya kuiweka katika huduma ya Allah na wale aliokuamuru kuwahudumia, umewadhulumu wengine na nafsi yako kwa kujinyima pumzi ya kiroho na kuiachia ifurahie maovu yake duni kabisa. Na subhanallah, umewahi kuona mtu akimpa mgongo Allah kisha akawa mwana bora au binti bora au ndugu bora au rafiki bora? Yote yameshikamana. Unapojilemaza kwa dhambi, hauna uwezo wa kubeba mzigo wa mtu mwingine na kutafuta thawabu kwa hilo. Ni katika nyakati hizo ambapo Allah subhanahu wa ta'ala anaweza kukutumia njia ya kukuokoa kupitia rafiki au mwanafamilia anayekuambia kile usichotaka kusikia, lakini yuko tayari kubeba mzigo wako wakati huu. Na yote hayo ni ishara kwamba Allah yuko tayari kukusamehe mradi tu unarudi kwake. Lakini vinginevyo, mtu anapoamua kuchagua njia mbali na Allah, basi atakutana na upweke wa kina na kutengwa, ambapo kila mtu anajaribu kumwokoa isipokuwa yeye mwenyewe, na hakuna anayeweza kukubebea mzigo wa dhambi. Watu waliojeruhiwa huwajeruhi wengine, wanasema, lakini hiyo haifai kuwa hivyo. Umar radhiallahu anhu angetegwa na kiwewe cha baba yake na kutetea tabia zake zote mbaya. Nakumbuka alikuwa mlevi kabla ya Uislamu, lakini alipopata lengo kubwa zaidi alisema,
Allahumma inni dhaifun faqawwini, e Allah, mimi ni dhaifu, nitie nguvu. Mimi ni mkali, nifanye niwe mpole. Mimi ni mchoyo, nifanye niwe mkarimu. Aligeuza udhaifu wake wote wa kibinafsi kuwa nguvu, kisha akajulikana kuwa mtetezi wa waliodhulumiwa na wanyonge. Anza kufikiria kila mtu na matatizo yao yote yaliyowekwa katika maisha yako kama kitu kilichokusudiwa kukukuza na sio kisingizio cha kushindwa au kizuizi cha kudumu. Kila hali inayoletwa juu yako bila kosa lako ni njia tu ambayo Allah anakusogeza mahali peponi ambapo pia usingeweza kufikia wewe mwenyewe. La tarfa'anna ila ghairihi hajatan huwa muriduha alayk fakaifa yarfa'u ghairuhu ma kana huwa lahu wadi'an man la yastati'u an yarfa'u hajatan an nafsihi fakaifa yastati'u an yakuna laha an ghairihi rafi'an. Usiombe kwa yoyote ila yeye akutatulie haja inayokusumbua ambayo yeye mwenyewe alikuletea. Kwa jinsi gani mtu mwingine anaweza kuondoa kile alichokiweka juu yako? Na yule asiyeweza kujikomboa mwenyewe kutoka kwa haja inayomkabili anawezaje kumhudumia mwingine? Kwa baadhi ya watu inachukua muda kwa wao kurudi kwa Allah. Wanaweza kuzama katika mazingira ya giza na wasiweze kuona nuru kwa maili nyingi. Lakini kwa wengine inaweza kuchukua tu muda mfupi na uwashtua kutoka kwa kutojali na kuamsha imani yao tena, kwa sababu labda kupitia tendo awali au dua au kwa sababu nyingine Allah alikuchagua uwe na nafasi nyingine ambayo mtu mwingine anatamani angeipata. Kwa kadiri moyo wako unavyotamani, Allah ataendelea kukuita nyumbani, na wakati mwingine atakutumia ishara ambazo haziwezi kupuuzwa. Qul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana wa ala Allahi falyatawakkalil mu'minun.